Mtazamaji wa Kishki TV, bado tupo mkoani Iringa ambapo dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki anaendelea na ziara yake ya siku 4 katika mkoa huu wa Iringa, na usiku huu Sheikh Nurdin Kishki amefika hapa katika kituo cha kulea watoto yatima cha Dar Bilal pamoja na Dar Fatma ambavyo vinasimamiwa na taasisi ya Dhinu Rain, ambapo Sheikh Nurdin Kishki alipata nafasi ya kula chakula cha usiku na watoto yatima ambao wanalelewa hapa, ambapo watoto hawa wakiwa wanasimamiwa na wanawake wanaoendesha kituo hiki, ambapo Sheikh Nurdin Kishki amewapongeza wakina mama hao huku akiwatia moyo kwa hiki ambacho anakifanya. Mwenyezi Mungu anakiona na kwa hakika kina malipo katika siku ya mwisho. Ndugu zangu kina mama wa Kiislamu, na mimi ni munge mkono shekhe wetu mudiri wa da'wa, hili mnalolifanya mimi naamini baraka zake Allah atakuonyesheni hapa duniani na akhera, mtakutana na mambo makubwa sana ambayo hamyatarajii. Bishara moja tu kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, ana wa kafilul yatimi kahataini fil janna, mimi Muhammad na yeyote atakayemdhamini yatima, atakayemlea yatima, atakayemwangalia yatima, mimi na yeye tutakuwa kama vidole viwili siku ya kiyama peponi. Anayemlea yatima, advertise ya kwanza, bahati yake ya kwanza, pepo yake ni ya first class. Kwa nini first class, daraja la kwanza? Mtume kasema anayemlea yatima, anayemwangalia yatima, anayemdhamini yatima atakuwa naye siku ya kiyama kama vidole viwili. Niambieni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataishi wapi? Daraja lipi? La katikati, la mwisho huko, au daraja la kwanza? Daraja la kwanza. Kabla ya kuanza kupata chakula hiki cha usiku kwa Sheikh Nurdin Kishki, dai wa kimataifa, pamoja na watoto hawa yatima, watoto hawa walionyesha kile ambacho wanakisoma, ikiwemo kusoma hadith za Mtume Muhammad, lakini pia hata katika upande wa Qur'an tukufu. Vituo hivi vilianza takriban mwaka 2000. Sasa hivi takriban miaka 26 kama sijakosea, na ni miongoni mwa vituo vikongwe sana vya aitam katika nchi yetu ya Tanzania. Havikuanza kama unavyoona hivi sasa hivi majengo makubwa. Ilikuwa ni fikra ndogo sana, lakini Allah aliipa taufik. Fikra hii ilianzishwa na kina mama wa Kiislamu baada ya kuonekana kuna vijana wengi wa Kiislamu ambao wanaelewa katika vituo visivyokuwa vya Kiislamu, na matokeo yake wanartadi kile wanavyokuwa. Iligundulika hiyo katika kituo cha Tosamaganga ambacho kiko hapa. Watu kwenda kutembelea, watoto walikuwa wengi sana, takriban watoto 400 pale. Hawa watu wanalelewa hapa kuanzia umri ambao unauona, na wanaendelezwa mpaka wanafikia kusoma chuo. Mimi nashindwa kusema napoona mtoto kama yule ambaye yuko hapa kituoni kwa sababu amemkosa baba. Je, wewe unayekuja unazingatiaje? Utaishi milele? Kwa hiyo lazima uchukue mazingatio pale. Kabla ya kuanza kupata chakula hiki cha usiku kwa Sheikh Nurdin Kishki, dai wa kimataifa, pamoja na watoto hawa yatima, watoto hawa walionyesha kile ambacho wanakisoma, ikiwemo kusoma hadith za Mtume Muhammad, lakini pia hata katika upande wa Qur'an tukufu. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Namshukuru Allah kwa rehema yake, nguvu zake, uwezo wake, mapenzi yake kwetu sisi na kwa walimwengu wote, hasa katika wakazi wa Iringa, katika neema ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika kipindi hichi ni kutembelewa na Sheikh wetu Sheikh Nurdin Kishki. Imetufurahisha na imetusaidia
na tumeweza kubadilishana naye mawazo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi yeye na kizazi chake na Waislamu wote. Kishki TV, nuru ya dini yako.